Kuendelea kusubiri tume hii ikamilishe kazi yake, kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hususan vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza taarifa ambazo ni za upande mmoja, na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa wenye mlengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti zao za kisiasa, kidini na kikanda. Naomba kurudia, serikali ama viongozi wa serikali akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inasikitishwa na imeumizwa sana na matukio yale na madhara yake. Madhara haya yametugusa sote, ama moja kwa moja ama kwa namna nyingine. Kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira watu kwa namna ambayo vyombo vya habari vya nje ama wanaojiita wanaharakati ama wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, hakuna manufaa kwa taifa letu zaidi ya kuongeza maumivu katika vidonda vya Watanzania. Kutokana na hayo, kwa niaba ya serikali naomba kueleza yafuatayo. La kwanza, naomba kutoa wito kwa vyombo vya habari vya nje kuzingatia maadili na misingi ya uandishi wa habari kwa kuchapisha habari zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji. Kuacha kuchapisha habari za upande mmoja zenye nia ovu kwa Watanzania na nchi yetu ya Tanzania. Serikali ipo tayari wakati wote kutoa ushirikiano kwa vyombo vya habari vya ndani na nje ya nchi pale watakapotaka taarifa. Naomba kusisitiza, sio haki na sio sawa kwa chombo cha habari kuchapisha taarifa za upande mmoja na kisha kutoa sababu kuwa maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, kama ambavyo chombo cha habari cha CNN kimechapisha taarifa zake zilizojaa tuhuma dhidi ya serikali ya Tanzania pasipo kutoa nafasi ya serikali kujibu. Kwa wanasheria, wana kanuni moja inaitwa the principle of natural justice. Huwezi ukazungumzia jambo linalomtuhumu, linalomzungumzia mtu ama upande mmoja, halafu upande mwingine ama mtu mwingine usimpe nafasi ya kujibu. That is unprofessional. Kitendo kilichofanywa na CNN pia kimefanywa na vyombo vya habari vingine. Natambua vyombo vya habari vingine vya kimataifa, BBC, Al Jazeera, Deutsche Welle wamefanya pia. Naomba kusisitiza, sio sawa na sio haki katika misingi na maadili ya uandishi wa habari. Huu ni ukiukwaji mkubwa na wa makusudi. Sisi wote ni waandishi wa habari, tunaifahamu misingi ya uandishi wa habari na maadili ya uandishi wa habari. Lazima habari inayochapishwa iwe balance. Kwa Kiswahili nasema iwekewe usawa. Sasa ndugu zangu, la tatu, kwa kuwa rais ameunda tume huru ya uchunguzi, ni muhimu vyombo vya habari vikajiepusha kuingilia uchunguzi unaoendelea, na kama kuna chombo cha habari kina taarifa za uchunguzi kiliofanya, kiwasilishe katika tume ili taarifa hizo zizingatiwe katika ripoti pale tume itakapokamilisha kazi yake. La nne, kwa waandishi wa habari wenzangu wa Tanzania na wahariri wetu wa Tanzania, kwanza naomba kuwapongeza kwa dhati kwa kazi nzuri mnazofanya kwa weledi mkubwa, kwa umakini na kutanguliza maslahi ya taifa. Najua kuna magenge ya watu ambao wanashabikia nchi isambaratike, yanawashambulia sana kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya nje. Najua, nataka kuwatia moyo na kuhakikishia mpo sahihi sana, na mmeonesha umuhimu wa Tanzania kwanza
na upekee wa nchi yetu. Sio lazima sisi waandishi wa habari wa Tanzania tuige mtindo wa kushambulia nchi yetu na kuiharibu. Hiyo ndio Tanzania. Leo mtabezwa, lakini historia itaandika kuwa nchi iliwahi kupita katika mtikisiko na waandishi wetu wa habari wa Tanzania walisimamia maslahi ya taifa na nchi ikabaki salama. Tembeeni kifua mbele kwa hilo. Endeleeni na msimamo huo huo. Kwenye maslahi ya Tanzania, waandishi wa habari wa Tanzania hatuhitaji kusifiwa na mtu mwingine yeyote. Kwenye maslahi ya nchi yetu, waandishi wa habari wa Tanzania tunahitaji kusifiwa na Watanzania. Na Watanzania wanataka amani. Watanzania wanataka nchi nzuri. Watanzania wanataka nchi inayokuwa kiuchumi. Watanzania wanataka nchi inayoshughulikia kero zao. Watanzania wanataka nchi inayowahudumia ipasavyo. Na waombeni ndugu zangu waandishi wa habari, msihofu na msishike na twashishi yoyote mnaposimamia maslahi ya taifa. Na labda niseme mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji. Kwa Kiingereza wanasema responsible journalism. Maana kuna watu fulani nimeona siku 2-3 hizi kwenye mitandao wanataka kubeza uandishi wa habari wa Gerson Msigwa. Mimi mwandishi wa habari hasa, tena field journalist, niliyefanya kazi uwandani. Yaani ingekuwa ni vitani tungesema mimi ni field marshal. Waandishi wa habari wa Kongo mnajua hapa. I know what I'm doing. Kwa hiyo nyinyi mnachokifanya ni uandishi wa habari wa uwajibikaji, responsible journalism, which embarks in reporting news accurately, fair and accountable, kwa usahihi, kwa usawa na kwa uwajibikaji. Hiyo ndio responsible journalism. Na unapofanya hivyo ni lazima mambo muhimu yazingatie. Kwanza, to verify your facts. Verify your facts. Huwezi mwandishi wa habari kwenye chombo cha habari chenye heshima unakwenda unaandika story unasema nimezungumza na nesi mmoja ambaye hakutaka jina lake litajwe. What is that? Is that journalism? Msemaji mkuu wa serikali yuko hapo, hujamuuliza. Kwa hiyo umekwenda kutafuta nesi ambaye jina lake hataki litaje, na msemaji mkuu wa serikali yupo, viongozi wa serikali wapo, serikali ipo. Avoid bias and conflict of interest and being transparent about your sources and mistakes. Lazima uwe mwazi. Uwezo ukasema kuna hili jambo limetokea, umelipata wapi? Si lazima useme. Si ndio uandishi wa habari? Sasa unakwendaje kutengeneza pale chombo cha habari chenye heshima? Umenukuu watu wajulikana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hawafahamiki, wamehifadhiwa, wamefanyaje, alafu nataka tukuamini. Hiyo na maoni ya mtu binafsi kuna tofauti gani? Ndugu zangu, nimezungumza kwa utuo ili kuambia mnachokifanya ni sahihi. Na mimi kazi yenu naiona, mnapotukosoa mnatukosoa, mnapoona pamekwenda sawa sawa mnaandika. Na mimi nataka niwaambie waandishi wa habari, msidhani hili jambo linafanywa kwa bahati mbaya, ni kwa makusudi. Leo chukua vyombo vya habari vya Tanzania, tufanye magazeti. Chukua magazeti ya Tanzania, utasikia SGR kukamilika 2030. Bandari ya Dar es Salaam mambo super. Dodoma inajengwa. Wakulima wachekelea mbolea ya ruzuku. Sasa bima ya afya wakati umetimia. Kaangalia vyombo vya habari vya nchi jirani kule. Fulani na fulani vita kali. Nchi hatarini kusambaratika. Vurugu sijui zimefanyeje. Sasa how can you be proud of your country?
kwa kuchapisha maudhui kwenye vyombo vya habari ambayo kila siku yanachafua nchi yako, yanadhalilisha watu, ama kwa kutumia uandishi wa habari kimkakati kuchochea nchi bora, maslahi ya watu, maisha bora, kuandika kuhusu kero za watu ili zishughulikiwe, kuandika habari za kuwajibisha serikali ichukue hatua kwa ajili ya maisha ya watu. Nataka kurudia, you guys are very right, very right. Na mimi ni katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo na msemaji mkuu wa serikali. Nimepewa jukumu hili na Mheshimiwa Rais tukiongozwa na waziri wetu Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, tuhakikishe sekta ya habari inakuwa bora na waandishi wa habari wanafanya kazi vizuri na kwa uhuru. Nataka niwahakikishie kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri, tutasimamia maslahi ya vyombo vya habari vya Tanzania. Tutahakikisha vyombo vya habari vya Tanzania vinafanya kazi kwa uhuru bila kuingiliwa na mtu yeyote. Pale mtakapokwama tutashirikiana nanyi kuwakwamua. Na mimi niwaambie tu, tumeanza maandalizi ya kuanzisha mfuko wa wanahabari. Kama ambavyo wasanii wanapata mikopo kupitia kwenye mfuko wa utamaduni na sanaa, na sisi hapa tunafanya. Haitakuwa rushwa. Lazima waandishi wetu wa habari muwe imara. Hili ni jukumu letu sisi serikali na tutalifanya, and be proud of us. La tano, kwa Watanzania wote, naomba kuchukua nafasi hii kuwasihi kujiepusha kushabikia na kusambaza taarifa ama habari zinazochochea uhasama, hasira na kuvunja umoja wetu wa kitaifa. Naomba Watanzania tung'amue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita kwenye kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote juu ya maisha yetu, wanaowashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu,